Hamjambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, nakuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu kupitia Kwetu Kivu Media. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho ili uhakikishe unapata habari yote ya kuenea. Vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimeripotiwa kufanya mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 na washirika wao katika eneo la Nzibira, wilaya wa Lungu, mkoani Kivu Kusini. Mashambulizi hayo yalitokea asubuhi ya Jumamosi Septemba tariki 27 mwaka 2025, yalihusisha matumizi ya ndege za kivita na ndege zisizo na rubani aina ya CH4. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mashambulizi hayo yalilenga ngome ya maeneo ya kimkakati ya waasi wa M23. Hali ya wasiwasi imetanda katika eneo hilo, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Pande zote zinazohusika ikiwemo FARDC, M23, AFC na wanamgambo wa Zalendo bado hazijatoa takwimu zozote za hasara iliyosababishwa. Mashambulizi haya yanajiri siku chache baada ya wapiganaji wa M23 kudhibiti eneo la Nzibira kufuatia mapigano makali na wanajeshi wa serikali pamoja na wanamgambo wa Zalendo wanaoungwa mkono. Kudhibitiwa kwa Nzibira na M23 kulionekana kama pigo kubwa kwa FARDC kutokana na umuhimu wa eneo hilo kistratejia. Matumizi ya ndege zisizo na rubani aina ya CH4 na FARDC zinaashiria kuongezeka kwa uwezo wa kiteknolojia wa serikali kwa jeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita vyake dhidi ya makundi ya waasi wa M23 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali katika eneo la Kivu inaendelea kuwa tete, huku raia wakiendelea kuwa wahanga wakuu wa mzozo unaoendelea. Juhudi za kikanda na kimataifa za kutafuta suluhu ya amani ya kudumu bado hazijazaa matunda yanayotarajiwa. Miezi mitano baada ya vitendo vya uporaji vilivyosababisha uharibifu mkubwa na hofu katika eneo la Kibua lililoko katika jimbo la Walikale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dalili za uweni zimeanza kuonekana. Hata hivyo, njia ya kurejea katika hali ya kawaida bado ni ndefu na imejaa changamoto, huku hali ya usalama ikiwa bado ni tete. Mnamo mwezi Aprili mwaka 2025, eneo la Walikale ikiwemo Kibua lilikumbwa na wimbi la ghasia na uporaji unaohusishwa na waasi wa M23. Wakati wa mashambulizi hayo, miundombinu muhimu ikiwemo vituo vya afya viliporwa na kuharibiwa na kusababisha maelfu ya wakazi kuyahama makazi yao. Kibua pekee ilipokea zaidi ya wakimbizi 6500 na kuongeza shinikizo kubwa kwa rasilimali zilizopo. Leo ripoti kutoka vyanzo vya habari vya ndani vinaonyesha kuwa shughuli za kijamii na kiuchumi zinaanza kurejea polepole. Baadhi ya wakazi wameanza kurejea katika makazi yao na juhudi za kufufua maisha zinafanyika. Hata hivyo, uweni hii inafanyika katika mazingira magumu. Hali ya usalama bado ni tete licha ya kuondoka kwa waasi wa M23 kutoka maeneo makuu ya mji wa Walikale mapema Aprili. Hali ya usalama katika maeneo ya pembezoni ikiwemo barabara ya Kibua Nyabiondo bado ni ya wasiwasi. Kuendelea kuwepo kwa makundi yenye silaha kunatatiza juhudi za kibinadamu na kuwapa hofu wakulima kurejea katika mashamba yao ambayo ni chanzo kikuu cha mapato kwa jamii nyingi.
changamoto za kibinadamu na kijamii. Mahitaji ya kibinadamu bado ni makubwa. Mashirika kutoa misaada yamekuwa yakijitahidi kutoa misaada wa chakula, malazi na huduma za afya, lakini uhaba wa rasilimali na changamoto za kiusalama zimewakwamisha juhudi hizo. Hata hivyo, vituo vya afya vilivyoporwa vinahitaji kujengwa upya na kupelekewa vifaa vya dawa. Katika sekta ya elimu bado ni mbaya. Katika baadhi ya maeneo ya Walikale shule hazijafunguliwa kwa mwaka huu mpya wa masomo kutokana na miundombinu iliyoharibiwa na ukosefu wa usalama, na kuacha maelfu ya watoto bila fursa ya kupata elimu. Wito wa msaada wa amani ya kudumu. Viongozi wa jamii wa mashirika ya kiraia katika eneo la Walikale wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kuleta amani ya kudumu na kusaidia katika ujenzi mpya. Wanasisitiza kuwa bila usalama wa uhakika, ahueni ya kweli ya kiuchumi na kijamii haitawezekana. Wakati Kibua ikianza safari ndefu ya ahueni, macho ya matumaini ya wakazi wake yanaelekezwa katika kupatikana kwa suluhu ya kudumu itakayomaliza miongo kadhaa ya migogoro katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwaruhusu kujenga upya maisha yao kwa amani na usalama. John Jema wa tizama wapenzi wa televisheni Raia, tunalikeni kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutaanza kufungua ukurasa wa habari tukiwajulisha kwamba nitokea aweze kuchukua madaraka ya uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye Rais Felix Antoine Tshisekedi upande wa New York, kwenye aliweza kuchukua masemi. Aliweza kabisa kuhudhuria katika kikao hicho cha 18 ya sherehe ya programu. Aliweza kuonesha kabisa programa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kutia hali ya kisasa ama Digital Nation 2030. Basi kwa wenye mali kwa kuweza kuleta kabisa maendeleo yao ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawa vile kurudisha kabisa mambo ya biashara. Pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitolea kunako njia ya uongozi ya nimerika kuhusu uongozi wa umma ya wazi pia ya nguvu zaidi. Hali ya nimerika itaweza kabisa pia kupiganisha hali ya cyber criminality, pia kulinda vile vyote vyenye kuhusika na makazi ya umma. Upande mwingine ni mkutano wa shauri ya mawaziri yenye iliweza kuendeshwa jana siku ya 5 chini ya uongozi wake Waziri Mkuu Mama Judith Suminwa. Huko ilihusika na nukta 3 mkutano huo, kwani ujumbe ya ongera kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi kutokana na hotuba wake kunako kikao cha 18 ya Jumuiya ya Madola. Waziri mkuu alisifia vile serikali kwa jina yake binafsi. Basi masemi ya rais kunako kikao hicho cha 18 alisemea kuhusu mauaji ya kiolela inayofanyika kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mali tu yake ya inchi. Basi yapita miaka mingi kabisa hali ya mauaji iko naendeshwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mengi kabisa ya kuweza kufanya muda madaraka yake kunako shauri ya ulinzi. Alisemea pia kuhusu kuwa kwa Afrika kushauri ya ulinzi. Waziri mkuu akasema tena kusema kwamba vita ya uvamizi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisemea hayo. Kwa hiyo anaalika vile muungano ulimwenguni kwa kuweza tu kuunga mkono kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya kukomesha hali hiyo mbovu mashariki ya nchi.
Upande wa uchukuzi mtajua kwamba wateule wa kitaifa pia wa kijimbo wa jimbo la Kasai waliweza kuongozwa na mteule wa kitaifa Guy Mafuta. Hawa walipokelewa kwa mazungumzo na waziri mkuu makamu usikae na mambo ya uchukuzi bwana Jean-Pierre Bemba Gombo. Huko walikuja kabisa kumuonesha kuhusu kazi ya majengo ya uwanja wa ndege ya Chikapa yenye iliweza kabisa kupewa msaada na shirika Sikomin yenye iliweza kabisa kutoa bahasha ya $1,300 ya Kimarekani kuhusu tu majifunzo kadhaa ya majengo ya uwanja huo, ijapokuwa hadi sasa kazi bado kuanzishwa. Na kutokana na habari yenye wako nayo, Sikomin inangojea ripoti ili iweze kutoa tena sehemu nyingine ya pesa, sababu kwa jumla ingepasha kutoa milioni 23 ya dola ya Kimarekani ili kazi hiyo iweze kukamilishwa. Ndiye waziri mkuu makamu Jean-Pierre Bemba aliweza kusema kwamba kabla ya kuweza kuwajibia nishati aweze tena kuhusiana na waziri wa ITPR aweze kumtolea mafasirio. Upande wa ITPR mtajua kwamba kutokana tuna matembezi yake ya uchunguzi, waziri wa ITPR katika sehemu yake ya kwanza pale Lubumbashi kunjia ya Lubumbashi Kasambale, waziri John Banza aliweza kabisa kuendelea jana siku ya 5 na matembezi ya uchunguzi upande huo wa Okatanga. Aliweza kuendelea kuangalia njia ya mji wa Likasi, kwani matembezi hiyo iliweza kuanzia kunako peage ya Likasi Baloke kabla aweze kuendelea upande wa njia ya kile la Balanda, na kuna njia kubwa yenye kuwa na kilomita 116 inaunganisha mji wa Kolwezi na Solwezi. Basi kitambo cha njia hiyo ni ya muhimu kabisa kuhusu jimbo hiyo ya kuhusu kazi ya njia hiyo ilitolewa kunako serikali ya nchi, ndiye itaweza kabisa kukamilisha kazi ya njia hiyo juu ya ubora ya raia wenye kuishi upande huo. Na aliweza kushindikizwa na liwali wa muda Martin Kazembe wa Okatanga. Pamoja aliweza kuchunguza kabisa manjia mbalimbali sawa vile ya Likasi Borne 32, na aliweza kuangalia vile namna gani manjia hizo zinapashwa kutengenezwa. Upande wa maendeleo vijijini huko mtajua kwamba waziri wa kiserikali au sika na maendeleo vijijini aliweza kabisa kuzindua kituo cha afya na kisima moja ya maji kunako jimbo ya Kwilu na Kasai. Basi muda wa masiku yake pale Kwilu ndiye waziri Gregoire aliweza kabisa kuzindua kituo cha afya Mukendi. Kwenye msimamizi wa kituo hicho aliweza kabisa kutosheka. Pia alimshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu maendeleo ya materitoria. Basi kujimbo ya Kasai raia waliweza kabisa kufurahi kwa kuweza kumpokea waziri Gregoire akishindikizwa na liwali makamo, pia katibu mkuu na coordonata wa mradi Prize. Alipochukua kabisa masemi yake, waziri aliweza vile kumshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi, muundaji wa mradi ya maendeleo ya materitoria 145. Upande wa Kasai aliweza kutoa vile kisima cha maji, raia waliweza kabisa kufurahi. Upande mwingine mtajua kwamba hotuba wa rais kunako kikao cha 18 ya Jumuiya ya Madola iliweza kumtoshelea kabisa, iliweza kutoshelea wakongomani wote, sawa vile Bibi Lydia Paul huyo mwenye alisifia kabisa masemi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, kwani ilikuwa kabisa wazi na inaomba vile sheria, ukweli, pia matengenezo na amani ya kudumu ndani ya nchi. Alisemea vile juu ya uhodari kuhusu mauaji yote yenye kupitikana ndani ya nchi yapita miaka mingi zaidi. Basi Bibi Lydia
anainua kabisa sauti ya wamama wenye kutabika kabisa upande wa mashariki ya Kongo. Alilaumu vile vile uvamizi wa Rwanda, alionesha vile vile magumu ya wahami wa vita, pia mafamilia yote yenye kutabika mashariki ya Kongo. Upande wa IDPS upande wa IDPS huko upande wa Shabunda, yani IDPS Tshisekedi upande wa teritoria ya Shabunda imejiunga vile vile na administrateur wa teritoria hiyo kuhusu maendeleo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Basi IDPS ya Shabunda iko nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na Union Sacrée, kwa kuona kama rais ametoka kabisa kutaja wa administrateur wa materitoria. Kati yao kuna bwana Rafael Muzaliwa Konga. Basi walimsifia kabisa administrateur wa muda mpya, pia hasa kuhusu nia yake ya maendeleo na matengenezo ya njia inayounganisha jimbo ya Kivu ya Kusini na jimbo ya Manyema kupitia Shabunda na Pangi. Wanamshukuru kabisa bwana Rafael Mzaliwa kwa makamilisho kwa wakati huu yenye jimbo iko na gawanyika vipande viwili. Tukibaki tu katika sekta ya IDPS, kwani mtajua kwamba waliweza kabisa kujikusanya juu ya memba wa Force du Progrès, waliweza kujikusanya pamoja na kiongozi wao bwana Bongwalanga Ifulu. Basi hiyo iliweza kuwa kumtawa kalamu, ndiye kwenye waliweza kujikusanya. Basi memba wapya wa IDPS waliweza kabisa kuwa Force du Progrès, waliweza kufikiria wote pia walisema kwamba waliweza kutoa maufundi mbalimbali juu ya kutumika kazi yao na kuweza kumtegemea kabisa kumuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa bidii yake yenye kunatafuta amani ya kudumu na ulinzi katika nchi. Bwana Bongwalanga aliweza kusema kwamba anaweza kabisa kukutana na wale wote wenye kutegemea kabisa kazi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Inafasi sote tuweze kumuunga mkono. Upande wa Union Sacrée uko mtajua kwamba kutokana na Congress ya pili ya Union Sacrée iliyoongozwa na katibu Andre Mbata, ndiye waliweza kabisa wote kuangalia namna gani ya kuweza kusaini katika sharti hiyo. Tufuate kuyatia saini kwa engagement yetu ya Union Sacrée, kuambia na watu wote kama tuko karibu, tuko nafasi moja na president wetu. Ndio tunakuja leo pour que tutie saini kwa kuambia watu wote kama tuko karibu na chef de l'etat, na tutaendelea kumsaidia na tuko pamoja, kuna kitu tutapaswa kwa pembeni. Upande wa afya mtajua kwamba kisha masiku mingi ya majifunzo, pia kuongoza watoto wa autiste wenye kukingwa na muungano sio kwa kiserikali Congotisme, ndiye wako na haki kabisa wako na haki pia siku moja ya kuweza kuangalia namna gani ya kujiburudisha nao waweze kufurahi sa watoto wengine. Ndiye watoto hao wa Congotisme wa autiste wa mawilaya ine ya mji wa Kinshasa wafuna waliweza kabisa kuwa kunako mize ya mji wa Kinshasa. Pia hao wa Moamba waliweza kujielekeza upande wa Piscine, na wale wa Lukunga walitembelea kabisa supermarché ya Ipene. Pia wachangu waliweza kwenda kunako soko ya Liberté. Hawa muungano huyo ya wakongotisme inaongozwa na bibi Elodie Bokambulu, ndiye aliweza kabisa kutamania watoto hao nao waweze kutembea waweze kuona namna gani watu wako wanatembea katika mafasi fulani na waweze kuona kufurahi vile sawa watoto wengine. Upande wa Kiana Kike mtajua kwamba institute ya kiufundi ya maendeleo ya kudumu
iliongoza kabisa maprograma maalumu ya miezi 6 kunako mwaka 2024, pia miezi 3 ya kuweza kufululiza yenye kufanya kabisa miezi 9 yote pamoja, ya kuweza tu kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha hali ya uongozi ya wamama katika masekta ya maendeleo, pia kugaramia wamama kwa kuweza kuangalia gisi gani wamama wanaweza kujigaramia. Basi zaidi ya wamama 55 waliweza kabisa kupokea mabreve yao kisha kuelimishwa majifunzo mbalimbali. Ndiye kisha miezi yote 9 ya kuelimishwa na ESDD, pia msingi ama fondation AMSIED, ndiye wamama hawa waliweza kupewa mabreve. Tunajielekeza upande wa Kongo Centrale. Huko upande wa Kongo Centrale mtajua kwamba siku za nyuma mtajua kwamba Kongo Centrale ni mji wa historia kubwa ya utalii kunako kwani ni jimbo yenye kuwa bandari yenye kuunganisha Kongo pamoja na bahari kubwa, na vile vile kuangalia namna gani hali ya kilimo inaendeshwa upande huo wa Aboma katika jimbo ya Kongo Centrale. Kunako manjia mbalimbali sawa vile njia ya reli, na kwa shabaha hiyo kwa kuweza tu kuangalia namna gani ya kumuunga Rais Felix Antoine Tshisekedi mkono kutokana vile vile na hotuba wake mbele ya tribune ya Umoja wa Kimataifa siku za nyuma. Ndiye Bwana Dudu Fwamba aliweza kabisa ni mmoja wa Kongo Centrale pale Matadi. Boma Mwanda aliweza kupita upande huo kwa kuweza tu kuonesha raia wa sehemu hiyo bidii ya Rais Felix Antoine Tshisekedi juu ya kutafuta amani ya kudumu ndani ya nchi. Na ni katika habari hiyo ndio tunatoa nanga kwa habari ya jioni leo. Tunapiga asante kwa wote waliotufuata kwa makini nyumbani kwao. Asante kwa wafundi waliotuwezesha ili tuweze kupeperusha taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Na acha nafasi kwa Charlotte Kabanga katika lugha la Chiluba.